Nchini Tanzania leo ni siku ya mapumziko. Tarehe 9 ya mwezi Disemba kila mwaka Watanzania huadhimisha kumbukizi ya uhuru wa Tanganyika ama uhuru wa Tanzania bara. Lakini ni siku ya kipekee kwa sababu kama ilivyoshuhudiwa katika miaka kadhaa nyuma tangu hayati Magufuli na sasa Rais Samia, sherehe za mwaka huu zitafanyika katika uwanja wa Taifa. Badala yake fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya shughuli hii zimeelekezwa katika shughuli za maendeleo. Lakini nasema ni siku ya kipekee kwa sababu kwa takriban majuma mawili sasa tangu kumalizika kwa uchaguzi wa Oktoba 29, vijana kwenye mitandao ya kijamii, wanaharakati ndani na nje ya Tanzania wamekuwa wakihamasisha maandamano zaidi, na maandamano ya hivi leo walikuwa wanasema kwamba ikiwa yatafanyika ni maandamano ambayo yatakuwa hayana ukomo. Mpaka sasa miji mikuu kama Dodoma, mji wa kibiashara kama Dar es Salaam, Mwanza, Arusha ambako kulishuhudiwa vurugu pamoja na Mbeya, hali ya utulivu imeshuhudiwa kwa sehemu kubwa. Isipokuwa katika baadhi ya maeneo, kuna maeneo ambapo vijana wameonekana kukusanyika tayari kwa kile ambacho kinatabiriwa kuanza kwa maandamano. Ulinzi umeimarishwa kwa sehemu kubwa sana tangu jana usiku, ambapo polisi pamoja na wanajeshi wamekuwa wakishirikiana kuhakikisha kwamba leo hii tarehe 9 hakutakuwa na maandamano ambayo serikali jana iliyatangaza kwamba ni maandamano batili. Mtandaoni kinachoendelea hivi sasa ni picha ambazo zinatumwa kutoka katika maeneo mbalimbali ya nchi zikionyesha miji ikisalia mahame, shughuli nyingi zimesimama, maduka yamefungwa, vituo vya mafuta, ulinzi umeimarishwa. Hii yote ni kwa sababu ya kuzuia maandamano ambayo yanatarajiwa tarehe 9.